Katika dunia watu wanapita kwenye changamoto mbalimbali, na hizo changamoto zinawafanya wajihisi kabisa wanahitaji msaada, wanahitaji msaada kwenye maisha yao, au mtu ajitokeze ili awape msaada wa kudumu, au mwingine msaada wa muda mfupi. Duniani tunaona kuna watu maarufu, kuna watu ambao kuna mamlaka, kuna watu wenye fedha, watu mbalimbali, lakini hawajawahi kusema kauli kama hii ya Yesu ambayo aliweza kuisema. Unapenda ujue, ukisoma Mathayo sura ya 11 mstari wa 28, anasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Huyu ni Yesu peke yake katika dunia ambayo tunaona alishawahi kutoa wito ya kwamba watu waende kwake kama wana mizigo, na yeye ana uwezo wa kuwapumzisha. Lakini sijaiona mahali pengine, au wewe mwenyewe hujaisikia mtu akitoa wito kama huu kwamba watu wamwendee, wenye shida waende kwake ili aweze kuwasaidia, kuwapumzisha, kuwatua ile mizigo walionao. Ni Yesu tu pekee. Sasa kwa nini Yesu anao ujasiri wa kutoa wito kwa watu wote duniani kote? Namba moja, kwa sababu Yesu ni Mwokozi. Yesu ni Mwokozi, ni Mwokozi wa dunia yote. Na Yesu anapokuokoa, anakuokoa katika hali ya kiroho pia, na hata katika hali ya kimwili. Anakuokoa kwenye kipindi ambacho unapitia, hali ya huzuni, hali ya mateso, hali ya magonjwa, hali ya shida. Yeye anao uwezo wa kukuokoa kwa sababu yeye ni Mwokozi. Tunaona katika Biblia aliweza kuponya waliokuwa wagonjwa, wenye uhitaji aliweza kuwasaidia katika uhitaji wao. Ukisoma Matendo sura ya 4 mstari wa 12, anasema wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo kuokolewa kwalo. Hapana jina jingine chini ya mbingu ambalo tumepewa, ambalo linaweza kutuokoa, linaweza kutusaidia kutoka kwenye changamoto, kwenye hali tunazopitia, ila ni jina tu pekee la Yesu ambalo tumepewa. Kwa hiyo ndio maana Yesu anapata ujasiri wa kuambia dunia nzima kwamba njooni kwangu, njooni kwangu, mmeteseka, mmesumbuka, mmepata shida, namna fulani mnapitia, njooni kwangu, mimi nitawasaidia, nitawapumzisha, nitawatua hiyo mizigo, kwa sababu anao nini? Ujasiri. Yeye ndiyo Mwokozi pekee, anatambua kwamba ndiyo Mwokozi ambayo tumepewa kwa ajili ya kutuokoa katika nini? Katika ulimwengu huu. Lakini namba mbili, Yesu ni mkuu kuliko manabii. Yesu ni mkuu kuliko malaika. Yesu ni mkuu kuliko Nabii Musa ambayo tunamfahamu na Musa. Kwa hiyo anatoa wito kwamba kweli malaika walikuwa na manabii walikuwa wanatabiri, si ndivyo? Lakini hawakuwa watoi huo wito wa kwamba jamani, watu njooni kwangu, nyinyi mnaosumbuka na kulemewa na mizigo nitawapumzisha. Hawakutoa huo wito. Malaika walikuwa wanakuja tu wanasema na wale watu, wanaongoza katika mambo fulani. Musa amewaongoza wale watu, lakini hajawahi kutoa huo wito ya kwamba jamani, njooni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Yesu ni mkuu kuliko hao, ndio maana anatoa huu wito kwamba tutambue ya kwamba ni yeye ndiye anao uwezo wa kutusaidia na kutuponya na kututoa katika hali tunazopitia. Namba tatu, Yesu ni kuhani mkuu. Yesu ni kuhani mkuu, na hii inaweza kuwa ndio hoja kubwa zaidi. Yesu ni kuhani mkuu. Yesu wakati wa Agano la Kale kulikuwa na makuhani, na walifanyika makuhani wengi kwa sababu walikuwa wanaathiriwa na mauti. Anaweza akafa, basi inabidi kuhani mwingine awepo ili kazi ya Mungu iweze kuendelea. Lakini Yesu, yeye ndiye kuhani mkuu ambaye hakuingia patakatifu tu, ameingia mpaka mbinguni. Lazima tujivunie, na kazi ya kuhani ilikuwa ni kwa ajili ya kuchukua dhambi za watu waliopo nyuma yake, na dhambi za kwake anazipeleka kwa nani? Kwa Mungu. Anaenda kutoa sadaka kwa Mungu, kuomba kwa Mungu, lakini akiwa amebeba sadaka ili aweze kukubalika. Lakini sadaka aliyoitoa Yesu, alitoa nafsi yake, alitoa mwili, alikufa pale msalabani ili aweze kutufikisha mbinguni. Hakuishia tu patakatifu, ila alifika mpaka mbinguni. Biblia inasema katika Waebrania
Waebrania sura ya 4 mstari wa 15 nasema, tutaanzia mstari wa 14, anasema basi iwapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu, Yesu mwana wa Mungu, na tuyashike sana maungamo yetu. Maungamo yetu, mstari wa 15, kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuliana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawa sawa na sisi katika mambo yote, bila kufanya dhambi alijaribiwa. Kwa hiyo Yesu alivaa hali ya ubinadamu, akavaa ile hali ya ubinadamu. Anajua vile unavyopitia kwa sababu alikuwa ni mwanadamu. Anajua mateso unayopitia, anajua hali unayopitia. Yeye anaona katika moyo, lakini anajua hali anayopitia mwanadamu. Ndio maana anatoa huo wito kwamba njooni kwangu, hicho unachopitia mimi nitakusaidia, hicho unachopitia mimi nitakupumzisha, mimi nitakupumzisha na kukusaidia. Anasema kwa sababu Waebrania 7:25, naye kwa sababu hii aweza kuokoa kabisa wale wamjiao Mungu kwa yeye. Anao uwezo wa kuokoa kabisa wale wamjiao Mungu kwa yeye, maana yu hai siku zote ili awaombee hao watu wanaomwendea Mungu. Kazi ya kuhani ilikuwa ni kutoa sadaka na kwenda kumwomba Mungu, kupatanisha watu. Kwa hiyo Yesu yu hai siku zote, anapita mbele za Mungu, anaenda mbele za Mungu kwa ajili ya kutuombea. Mtu mwenye shida, mwenye tatizo, mwenye kitu chochote anahitaji Mungu amtendee, anapeleka mbele za Mungu kwa sababu yu hai siku zote ili atuombee. Kuhani mkuu, tunaye kuhani mkuu. Haleluya! Kwa hiyo lazima utambue kwamba huyu Yesu anatoa huu wito kwa sababu anatambua kwamba yeye ni yote, yeye ndo yote. Kwa hiyo ili uweze kutoka kwenye hilo tatizo lako, lazima umwamini yeye na umkimbilie. Lakini ukienda kwake pia na tatizo lako, akikusaidia, anakupa pia neema ya kuweza kukusaidia wakati mwingine. Ukienda kwake lazima akupe pia neema ya kuweza kukusaidia wakati mwingine. Anasema katika Waebrania 4 sura ya 4 mstari wa 16, basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupate rehema, na ile neema ya kutusaidia wakati wa uhitaji. Ukishamkaribia, umekaribia kiti cha neema kwa ujasiri, unapata ile rehema. Ukipata rehema, anakupa neema ya kukusaidia wakati wa uhitaji. Ukiwa tena na uhitaji, kuna kitu anakupa cha kuweza kukusaidia. Ndio maana anatoa wito, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nila yangu, kwa kuwa nila yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Basi mkaribie Yesu, mwamini, mtumainie, naye atakusaidia. Usitegemee vitu vingine, kwa sababu yeye ndio pekee aliyetoa wito wa kwamba twende kwake, tupeleke yale tunayopitia. Mungu akubariki sana. Amina.